Roman Kitimo aje hapa anene nasi neno la Bwana katika ibada hii ya pili, na nina imani ya kwamba Mungu aliye mwaminifu anaenda kutenda mema. Wapi mic zetu? Chukua Biblia yako, tayarisha notebook yako, na Bwana anaenda kutubariki. Na keep distance. Praise be to God. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Praise be to God. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa adhuhuri ya leo. Bless the Lord for this afternoon. We really thank him for enabling us to be alive this afternoon. Praise be to Jesus. Amen. Once again, I want to thank our senior pastor, Reverend Justus Olacho, Namshukuru mchungaji wetu mkuu Reverend Justus Olacho for giving us this opportunity to share when he is seated. kutupa fursa hii ili tukashiriki anapoketi. Praise be to God. Bwana I asifiwe. want to thank also Pastor Makobe. Namshukuru mchungaji ya He Makobe really blessed our souls early in the morning service. amebariki nafsi zetu asubuhi mapema. Praise be to Jesus. Bwana asifiwe. And those who are coming for the second service also, Na ambao wamekuja I ibada ya want to thank pili. the elders and the mothers who are Wazee wa seated. mama ninawashukuru. I know you have a lot of wisdom, you can stand and teach us, Najua mna maarifa mingi unaweza simama but kutufunza. you have given us the opportunity. Lakini mmempa sisi vijana fursa. Praise be to God. Bwana asifiwe. I don't know if I'm going to bless somebody, Sijui kama tena kumbariki mtu siku ya Oh, leo. yes. but I pray to God to touch one soul. Lakini naomba Mungu akaguse nafsi moja. Praise be to Jesus. Bwana asifiwe. We're going to read from the book of Genesis. Tutasoma kitabu cha Mwanzo. But before we read, Kabla tusome, introduction is key. chanzo ni muhimu. My name is Roman Mwambingu Kitimo. Majina yangu ni Davis Oluma. Praise be to God. Bwana asifiwe. I serve in the leadership of the youth. Ninafanya kazi chini ya vijana. Praise be to God. Bwana asifiwe. Our senior pastor is our mentor. Mchungaji wetu mkuu ndiye anayetuwezesha kuona mambo. Praise be to Jesus. Praise be to God. And we are going to share something small about the season of life. Tunaenda kujifunza kuhusu majira ya maisha. Praise be to God. Bwana asifiwe. The season of life. Majira ya maisha. The book we're going to read is the book of Genesis. Mwanzo Genesis 22, Mwanzo not 20. 22, Genesis chapter 8 verses 22. Mwanzo 8:22. The book of Ecclesiastes also chapter 3 verses 1. We shall be reading later. Mhubiri pia tutasoma baadaye. But we start from the book of Genesis chapter Mwanzo 8 verses 22. 8:22. While the earth remains, Muda nchi idumupo, seed time and harvest, wakati majira ya kupanda na mavuno, cold and heat, wakati wa baridi na wakati wa hari, winter and summer, wakati wa hari na hari, day and night mchana na usiku, shall not cease. hazitakoma. Welcome, senior pastor. Mchungaji, tuombe. Na waombea mtakatifu Mungu wa Israeli, utawapaka mafuta wanaponena neno lako mchana wa leo katika mimbari hii takatifu. Wape neema na kibali, Bwana, ya kwamba wanapojishusha Kristo Yesu, wewe ukainuliwe, utukufu utakurejea. Neno lako liwe baraka katika mioyo zetu, ili waliofungwa wawekwe huru, walioinama wakapate kuinuliwa. Na ni kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu tunaomba na kuamini. Amen. May have our seats. Welcome to our blessed seats. Tunaweza pata viti vyetu. Praise be to God. Bwana asifiwe. So once again, Kwa hivyo kwanza tena, I'm not going to shout too much, sitapiga kelele sana. but I'm going to share with you slowly by slowly. Nitaweza kushiriki nanyi pole pole tu. Praise be to God. Bwana asifiwe. If you are writing, Kama unaandika, we're going to talk about seasons of life. tunanena kuhusu majira ya maisha. Praise be to God. Bwana Maybe asifiwe. somebody ask, what is a season? Tuulize majira ni nini? What is a season? Majira ni nini? In your definition, a season is the four division of the year. Majira ni hakimu 4 za mwaka. There is the spring, Kuna ile wakati wa kupanda, there is summer, kuna wakati wa jua, autumn, kuna wakati wa mvua, and winter. na wakati wa mvua na baridi. Marked by particular weather patterns of daylight hours. Inayoendelea wakati wa mchana. Praise be to God. Bwana asifiwe. Resulting from the earth's changing position with regard to the sun. Ikihusika na ile dunia kuweza kubadilisha mtazamo wake wa anga. Praise be to God. Bwana asifiwe. That is a season. Hiyo ni majira. That is a season. Hiyo ni majira. And therefore, Na kwa hivyo at this particular moment, wakati huu we are living in a different times
different seasons, tunaishi nyakati na majira tofauti. it's better for us to understand which time of season are we in. Ni vyema kwetu sisi kuelewa tuko katika majira ipi. Praise be to God. Bwana asifiwe. Some Christians start lamenting and complaining Wakristo wengine wanateta na kuweza kulalamika because they don't know what kind of a season are they in. sababu hawajui na hawaelewi wako katika majira ipi. Praise be to God. Bwana So asifiwe. it's very, very important to understand Ni ya muhimu kuelewa what season are you in wewe uko katika majira ipi in this life. kwa maisha hii. Praise be to God. Bwana asifiwe. Having understood what is a season, Kwa kuelewa majira ni nini. praise be to God. Bwana asifiwe. There are different poles of the earth, Kuna zile mtazamo tofauti ya dunia. praise be to God, Bwana asifiwe. and therefore resulting to all these seasons. Zinazoleta majira haya. Praise be to Jesus. Bwana asifiwe. Praise be to Jesus. Bwana We asifiwe. talk about the winter. Tunanena kuhusu wakati wa baridi. It's a period that is very cold. Wakati ambapo kuna baridi mingi sana. Praise be to God. Bwana asifiwe. Where you are needed to wear heavy sweaters, heavy Unapohitajika jumpers. kuvalia vikamilifu. Praise be to God. Bwana asifiwe. Therefore, we go to another time of autumn or fall, Hivyo basi tunaenda wakati wa mvua. whereby there is a lot of rain. Kuna mvua mingi. Praise be to Bwana Jesus. asifiwe. In this season, Kwa majira hii. praise be to God, Bwana asifiwe. there are a lot of harvesting here and there. Kuna kuvuna kwingi. Praise be to Jesus. Hallelujah. In the season, Katika majira. people are really preparing their land. Watu wanapanda shamba zao. Praise be to God. Bwana asifiwe. There is another season Kuna majira of ingine. the spring. Ile ambayo ya jua. Praise be to God. Bwana asifiwe. And this season, Na majira hii very warm. ni wakati kuna joto jingi. Praise be to God. Bwana There asifiwe. is a lot of sunshine here and there. Kuna jua jingi. Praise be to Jesus. Bwana asifiwe. There is another season Kuna majira of ingine summer. ya jua kali. Summer. Jua kali. It's a kind of cold, Kuna baridi kidogo. kind of warm. Kuna jua kidogo. Praise be to Bwana Jesus. asifiwe. And this is the moment Huu ni wakati whereby you feel like you are good. ambapo unahisi uko sawa. Praise be to God. Bwana A asifiwe. moment whereby you don't feel hot, you don't feel cold. Hauhisi baridi au joto jingi. Praise be to Bwana Jesus. asifiwe. You feel like everything is okay. Unahisi kila kitu kiko You're sawa. running here and there, harvesting your products. Unakimbia ukivuna mavuno yako. Praise be to Bwana Jesus. asifiwe. So it's good to understand Kwa hivyo ni vyema kuelewa which season are you in. uko katika majira ipi. Praise be to God. Hallelujah. As I said, we shall be reading as we proceed. Nilivyosema tutasoma tukiendelea. And in the book of Ecclesiastes chapter 3, Mhubiri 3, chapter 3 verses 1, Mhubiri 3:1. the Bible tells us, Biblia inatuambia, Ecclesiastes chapter 3 verses 1, and I Mhubiri will jump to 11 and up to 13. To everything there is a season, a time to every purpose under the heavens. kwa kila jambo kuna majira na kila wakati kuna wakati wake. Praise be to God. Amen. I jump to verses 11. Nasoma mstari wa 11. He has made everything beautiful in its time, Amefanya kila kitu kuwa njema kwa wakati wake. and he also put eternity on their hearts. Na He has put eternity in their hearts, ameweka kukua kwa zaidi kwa mioyo yao, except that no one can find out the work that God does from beginning to end. hakuna anayeweza pata kazi aliyofanya tangu mwanzo mpaka mwisho. I know that nothing is better for them than to rejoice and to do good in their lives. Najua hakuna chema kwao kupita kufurahia na kufanya mema madamu wanaishi. Praise be to God. Bwana asifiwe. Last verse, and also that every man shall eat and drink and enjoy the goods of all the labor and its gift of God. Tena ni karama ya Mungu kila mtu apate kula na kukunywa kujiburudisha kwa mema katika kazi yake yote. Praise be to Jesus. Bwana asifiwe. Therefore, having understood the seasons, Kuelewa majira. praise be to God. Bwana asifiwe. If I ask, what type of a season are you in at this moment? Nikiuliza uko katika majira ipi sasa? Praise be to God. Bwana There asifiwe. are some Christians at this moment, they don't know which time of harvest. Kuna Wakristo ambao hawajui majira ni ipi kama Maybe ni for those kuvuna. who are coming from home, our mama here anaweza tuambia specifically ni wakati gani wa kulima na wakati gani, wakati mvua iko karibu kukuja, tuweze kuandaa shamba zetu, ndiposa mvua inapokuja tuweze kupanda zile mbegu So zetu. that when the rain comes we can be able to crop and harvest it. Praise be to Jesus. Praise be unto God. Therefore, I'm going to start the sixth spiritual season of life. Nitaanza kanuni 6 za kiroho za maisha. Praise be to God. Praise be unto The God. first one, I'm going to speak about the dry season. Ya kwanza ni ile majira ya ukavu ama Praise be to ukame.
God. Bwana asifiwe. This is a very interesting season. Hii ni majira ya kufurahisha sana. Praise be to God. Bwana asifiwe. This is where a lot of people miss the point. Hapo ndipo majira watu wengi hukosa ile kanuni. Praise be to God. Bwana asifiwe. How many people have they gone to a dry season or a dry area? Je, watu wangapi wameenda katika mahali palipo na ukame? Maybe Marsabit there, Au kule Marsabit kwa some mfano. parts of Mwingi in the Kule country. Mwingi pale. Praise be to God. Bwana You asifiwe. walk and you see the sun is shining along the way. Unaona jua You inachapa can't find kweli. even a tree standing. Haupati mtu yeyote hata imesimama. Praise be to God. Bwana asifiwe. Everywhere it's very dry. Kila mahali kuna ukame. Praise be to God. Bwana asifiwe. It is a very difficult time. Hii ni wakati wenye mgumu sana. Praise be to God. Bwana asifiwe. You are a Christian. Kama wewe ni Mkristo, You are in a position or in a dry season. uko katika majira ya ukame. Praise be to God. Bwana asifiwe. This time you feel emptiness. Wakati huu unahisi tupu. Praise be to God. Bwana asifiwe. Feel your soul is very dry. Unahisi nafsi yako ni tupu Praise kabisa. be to God. Bwana asifiwe. You feel any encouragement. Hauhisi kutiwa moyo. See the reason of life. Hauoni sababu ya maisha. Praise be to God. Bwana asifiwe. This moment you contemplating in your life. Wakati huu unafikiria kwa kitu yako. I still continue living in Nairobi. Je, niendelee kuishi Nairobi? I pack my things and go to a Je, nipange vitu vyangu niende kule mashambani? Bwana asifiwe. You've been employed somewhere. Wewe ikawa umeandikwa nani? That season, Hii wakati wa ukame. have a job. Huna kazi. You don't have something to eat. Huna cha kukula. Praise be to God. Bwana asifiwe. You're feeling emptiness. Unahisi tupu. You're feeling everything is dry. Unahisi kila kitu ni kitupu. Go to the basket. Ukienda kule katika ungano, Praise be to God. Bwana asifiwe, You find that your flour is empty. unapata unga wako uko tupu. Your basket is empty. Ile kikapu chako niko tupu. Praise be to God. Bwana asifiwe. Bank account is empty. Ile akaunti yako ya benki ni tupu. Bwana asifiwe. Spiritually empty and dry. Wewe uko tupu kiroho. Praise be to God. Bwana asifiwe. People are worshiping. Watu wanapoabudu, Staring at wewe unashangaa tu. what are they doing? Unauliza wanafanya nini? Praise be to God. Bwana asifiwe. Praise be to Jesus. Bwana asifiwe. Your heart is hardened. Moyo wako ni mgumu. You need to examine yourself. Unahitaji kujitafakari. Why am I dry? Ujiulize niko tupu kwa Praise nini? be to God. Bwana asifiwe. We become dry Tunakuwa watupu as a reason kwa sababu maybe of sin. umetenda dhambi. You made a certain sin. Umetenda dhambi You fulani. find your things are hardened. Mambo yako ni magumu. Praise be to God. Bwana asifiwe. Even make a step. Huwezi hata fanya hatua. Praise be to Jesus. Bwana When asifiwe. you examine yourself and check yourself. Unapojitafakari. Praise be to God. Bwana asifiwe. The roots are. Zile mizizi. Why did your shamba did not get good harvest? Je, ni kwa nini shamba yako haikupata mavuno mema? You destroyed the springs of the river. Uliharibu zile mitego ya maji. Praise be to God. Bwana asifiwe. Is it that you destroyed the source of your getting of your everything there? Je, ni kwa sababu uliharibu kile kinacholeta kila kitu kwenye shamba? Praise be to God. Bwana asifiwe. Examine yourself. It's Unajitafakari. about planting tree. Go and plant Kama ni trees. kupanda kapande mti. Praise be to God. Bwana If asifiwe. you sin somewhere, Kama ulitenda dhambi mahali, pray to God to forgive you. omba Mungu akusamehe. Mentioning those sins, Ukipata dhambi hizo, praise be to God. Bwana asifiwe. That God can be able to revive you. Mungu akakurejesha, And remove that dryness. akakuletea ufufio. Praise be to Bwana God. asifiwe. Hallelujah. Haleluya. And mark my words. Ukaweza kumiliki maneno yangu. Dry season Wakati wa utupu lasts for long. haikai kwa muda mrefu. Praise be to Bwana God. asifiwe. Just come for some short period. Inakuja tu kwa wakati And mfupi. thereafter, Na baadaye you get to rejuvenate. unaweza kuwa na When nguvu you mpya. correct the correction, Ukibadilisha zile makosa, the mistakes that you zile made, makosa you uliyotenda, start seeing unaanza kuona another season ile majira mengine unto your life. itakuja maishani. Praise be to God. Bwana asifiwe. Keep going. Endelea kuomba In a dry season, katika majira. give up. Watu wengi wanakata tamaa. Praise be to God. Bwana asifiwe. They say if it's about church, Kama ni kanisa, I won't go to that church. sitaenda kule kanisani. About that job, Kama ni ile kazi, to quit it. nitaacha kazi hii. Praise be to God. Bwana asifiwe. I was sweeping the Kama church. nilikuwa nafagia kanisa, That church. sitafagia hekalu tena. But in a dry season, Wewe uko katika majira ya ukame. Bwana asifiwe. early in the morning, Unaamka mapema, you don't feel like going to huisi church. kuenda kanisani. Keep going to the Endelea kuenda kanisani. Praise be to Jesus. Bwana asifiwe. Cultivating that land. Endelea kupalilia hiyo shamba. Praise be to Jesus. Bwana asifiwe. Going, keep Endelea pushing. kuenda na kusukuma. Give up. Usikate tamaa. There is a day Kuna siku
I was called naliitwa, and I was told go to a job site. nikaenda kazini mahali, It was in Westlands. ilikuwa kule Westlands, Several years, like 8 years ago. miaka kama 8 iliyopita, And like Johanna called me. na Yohana aliyeniita, I know some of us who are there in the school, you know. wengine mlioko kule shuleni wa mjuu. And he told me, Roman, Akaniambia Warumi, you know what? unajua nini? You told me you don't have a job. Uliniambia una kazi. Come to Westlands. Je, huku A Westlands? certain quarter, you'll find me there. I'm the security there. Mimi ndio babu pale. Praise be to God. Bwana I asifiwe. will connect that foreman so that you can do the job there. Nitaongelesha na yule fundi ukaweza kufanya kazi kule. That moment, I was feeling empty. Wakati huo nilihisi mtupu. I was feeling hopeless. Nilihisi sina I tumaini. didn't have a job. Sikuwa na kazi. I trekked from here to Westlands. Nalitembea kutoka hapa mpaka Westlands. Praise be to God. Bwana asifiwe. Foot, I reached there. Kwa mguu nikafika. Praise be to God. Bwana asifiwe. I was given the job. Nalipewa kazi I was ile. happy, rejuvenated. Nikafurahia, nikatia nguvu. And I did that job Na nikafanya kazi ile. all my heart. Na moyo wangu wote. I was carrying cement Nilikuwa nabeba simiti. from ground floor Kutoka to chini. the 7th floor. Mpaka ile ghorofa ya The 7. building had no lifter. Haikuwa na lift. So the job I was given Kazi is niliyopewa to carry cement of 50 kgs. ni kubeba simiti ya asilimia 50. 50, kilo 50. Kilo From the 50. ground to the 7th. Kutoka chini mpaka 7. That was the job entirely. Hiyo ilikuwa siku mzima. We were making tile. They were preparing the tiles here. Watu watengeneza zile viekezo. And you know when you are preparing the tiles, vigae, Wakitengeneza vigae. they use a lot or consume a lot of cement. Walitengeneza kila kitu. They use a lot of cements. Praise be to Jesus. When they are consuming a lot of cements, wanapotumia ile simiti mingi, praise be to God. So my work was to supply cement there. na kuna wale ambao walikuwa wanabeba ile simiti. My work was to supply the cement. Kazi yake ilikuwa kupatia To make simiti, sure that the cement was enough. kuhakikisha kwamba simiti inatosha. Praise be to Jesus. Bwana asifiwe. Praise be to Jesus Bwana again. asifiwe Therefore, tena. the whole day, I spent the whole day carrying the cement. Siku nzima alikuwa anabeba simiti. When they come to lunchtime, Ilipofika wakati wa chakula cha mchana, they brought the chapatis and madodos waliweza there. kuleta chapati na maragwe. I didn't know, little I didn't know, Yeye hakuwa one anajua chapati was 15 shillings. kwamba chapati ilikuwa shilingi So 15. I ended spending like 15 chapatis. Yeye alikula chapati kama 15. Praise be to God. Bwana So asifiwe. I was so exhausted. Kwa hivyo alikuwa amechoka zaidi. Praise be to Jesus. Bwana asifiwe. And after finishing, Baada ya kumaliza, when it reached at the end of the day, ilipofika mwisho wa siku, that woman came ule mama alirudi and tena asked for the salary or maybe the cash for the chapati I had consumed. akauliza pesa ya chapati ile alikuwa amekula. Praise be to Jesus. Bwana asifiwe. I was being paid 300 per day. Alikuwa analipwa shilingi 300 kwa siku. Praise be to Jesus. Bwana So it was asifiwe. quite some time, 8 years, 7 years ago. Miaka 8-7 iliyopita. Praise be to Jesus. Bwana So asifiwe. at this moment, I do understand it's around 500 to 600 there. Wakati huu anakubali kwamba ilikuwa 500-600 hivi. Praise be to Jesus. Bwana So asifiwe. I carried those cements the whole day, Alibeba simiti siku nzima, only to realize I'm being given 300 shillings. akakuja kutambua baadaye kwamba And analipwa these 300. 300 shillings I was given after 1 week. Hizi shilingi 300 ulipewa baada ya juma Praise be moja. to Jesus. Bwana So asifiwe. I ended up writing in a book Kwa hivyo alikuwa akiandikisha the katika chapati kitabu that I ate for that day. zile chapati alizokula kwa Almost siku, consumed the salary that I earned the whole day. karibu zimalize pesa alizopata kwa siku. Praise be to Jesus. Bwana So when the asifiwe. evening came, people were going home. Watu walikuwa nayo nyumbani, I had no option except to start planning how I will reach my home. hakuwa na jawabu ila By then I was staying at Baba Dogo there. alikuwa anaishi kwa baba dogo. Praise be to God. Bwana So what asifiwe. I did, Alikojifanya, I went to Outer Ring, not Outer Ring, I went to Jogoo. alienda katika barabara ya Jogoo. Then I saw the lorries that they are written HTR. I don't know if it's HTR still. Akaona ile lori imeandikwa HTR. They are normally, they park in Kariobangi there. Zile huwa zinasimama So our work, karibu. after finishing job, I trekked to there. Baada ya kazi angelitembea hadi pale. Then I jump on a lorry. When I see a lorry, I know this one is going to this direction. Akiona lori yote anatandia akijua inaenda Kariobangi. Praise be to Jesus. Bwana asifiwe. Therefore, it could give me some lift Kwa hivyo angepata lifti kidogo until I reach there to Kariobangi there. hadi Kariobangi. Praise be to God. Bwana Then asifiwe. after that, I trekked to Baba Dogo Baada here. ya pale anatembea kufika baba Around dogo. 30 minutes, also 20 minutes. Dakika 30-20 hivi That akafika. was my driest season Hiyo ever. ilikuwa majira yake ambayo Praise be to mkavu. God. Bwana But in asifiwe.
this season, lakini katika majira I haya kept going. yeye aliendelea I kwenda. was trekking and tamaking. Alipokuwa akiendelea I remember kutembea, vividly, I saw a lorry written behind it. alikumbuka lori limeandikwa pale nyuma Never give up. ya kwamba usikate tamaa. Praise be to Jesus. Bwana asifiwe. Never give up. Usikate tamaa. Never give up. Usikate tamaa. It kept me encouraged every moment. Aliweza kutiwa nguvu zaidi na lile I maandishi. struggled the whole week Alipambana juma nzima until I got my salary of the week. hadi na siku alipopata mshahara wa Praise siku. be to Jesus. Bwana asifiwe. Even though the following day I realized I could not eat more chapatis, Siku iliyokuja alitambua hangekula hiyo at fatini. the end of the week I could go without nothing. Sababu mwisho wa wiki angeenda nyumbani bila mshahara. Praise be to Jesus. Bwana So asifiwe. I had to reduce the level of eating those food Angelipunguza so that I could kiasi ya remain with kula, something small. At least I could pay my renter. ndiposa abakishe kitu ya kulipa ile Kodi. Kodi. Praise be to Jesus. Bwana asifiwe. Praise be to Jesus. Bwana asifiwe. Maybe I'm speaking to somebody in this church. Labda ananena na mtu kwa kanisa You hili. might have undergone the same experience. Unaweza kuwa umepitia ujuzi kama ule ule. Praise be to Jesus. Bwana That asifiwe. was the driest season ever. Hiyo ndiyo majira ya ukavu kabisa. Praise be to God. Bwana I asifiwe. encourage you. Anakutia Keep moyo. going. Endelea kwenda. Keep praying. Fululiza kwa Keep maombi. worshiping. Fululiza In kwa hard maombi. times, keep Katika wakati praying. mgumu, fululiza maombi. Praise be to God. Bwana asifiwe. That is the driest season ever. Hiyo ndiyo majira ya Never lasts ukavu. for long, but with a season it will end. Hiyo haidumu milele, lakini kwa majira itaisha. Praise be to Jesus. Bwana asifiwe. Another season came. Majira ingine ilikuja Waiting season. ya kungoja. Praise be to God. Bwana asifiwe. Waiting season is not that easy. Majira ya kungoja sio rahisi. I understand those who are still in the waiting season. Anaelewa kwamba wale walio katika majira ya kungoja Take heart. wanajitia moyo. Take heart. Jitie It's a moyo. very difficult season. Hiyo ni majira When you're magumu waiting to zaidi. get that husband, Unapongojea when kupata you're waiting to mume, get that job, unaposubiria kupata when you're kazi, waiting to get that spiritual nourishment, unapongojea when you're waiting to be filled with the power of Holy Ghost. unapongojea kujazwa na Roho Mtakatifu. Praise be to Jesus. Bwana When asifiwe. you read the book of Psalms chapter 37 verses 7, Unaposoma Zaburi 37, the Bible tells us that Biblia inatuambia, Psalms 37 verses 7. Zaburi 37 mstari wa 7, Praise be to God. Bwana Be asifiwe. still. Be still in the presence of the Lord. Simama imara katika uwepo wa Bwana. Wait patiently Ngojea kwa uvumilivu for him to act. kwake yeye kuweza kutenda Praise jambo. be to God. Bwana asifiwe. Waiting is not easy. Kungojea sio rahisi. Praise be to Jesus. Bwana You have to asifiwe. have a lot of courage, Lazima ukuwe na ujasiri, prayerfulness. ukuwe na maombi zaidi. Praise be to God. Bwana And in this asifiwe. particular moment, Katika wakati huu I will bring the story of Joseph tutaleta historia ya in the Yusufu. book of Exodus. Katika kitabu In fact, Joseph really waited upon the Lord. Yusufu alingojea Praise be Bwana. to God. Bwana When he asifiwe. was anointed, Wakati alipopakwa mafuta. praise be to God. Bwana Praise asifiwe. be to Joseph. Bwana Yesu Praise be to asifiwe. God. Hallelujah. Haleluya. He really waited unto the Lord Alimngojea until Bwana his season came hadi wakati wake ulipowadia, when he went to reveal the thing that was bothering the king. alipoenda kufafanua kile kitu kilichokuwa na msumbua mfalme. Praise be to God. Bwana asifiwe. Abraham the same. Ibrahimu vile vile, He really waited for so long, yeye alingojea kwa miaka mingi, 100 years. miaka 100. Praise be to God. Bwana asifiwe. Not enough. It's not a year to play with it. Hiyo sio miaka ya mchezo. Praise be to God. Bwana Some asifiwe. of us maybe are waiting to get a baby. Wengine wetu tunangojea You kupata spend maybe mtoto. 20 years without a baby in a marriage. Umekaa miaka 20 kwa ndoa bila mtoto. Say to hell with this marriage. Unasema wacha ipotelee mbali. Praise be to God. Bwana asifiwe. That's why I want you to understand waiting time. Ndio maana nahitaji uelewe You need wakati a lot mmoja of prayerfulness. unahitaji You maombi need a zaidi. lot of encouragement. You need a lot of reading the Bible. Unahitaji wakati wa kusoma Biblia zaidi. Praise be to God. Bwana asifiwe. Hannah waiting. Hana alingoja, He was laughed. yeye alichekelewa. Praise be to God. Bwana asifiwe. Hallelujah. Haleluya. Praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. At the moment when you are waiting, Wakati people unapongojea, will come and laugh at you. watu watakuchekelea. Praise be to God. Bwana asifiwe. Behold, your business started and fall. Sikiliza, biashara yako ilianza na ikaanguka. Behold, you are married for 12 years, for 10 years, for 20 years, Tazama, umepata ndoa kwa miaka 10 and you don't have a
child. hauna mtoto. Praise be to God. Bwana asifiwe. Behold, maybe you're 30 years Wewe sikiza kwa miaka and you're 30 still living with your parents. bado unaishi na Praise wazazi. be to Jesus. Bwana When asifiwe. somebody come and tells you, Mtu you atakuja na feel like crying. unahisi kwamba unalia. Praise be to God. Bwana That is asifiwe. the waiting time. Na lakini wakati wa Praise be to kungoja. Jesus. Bwana In asifiwe. this moment, Ni katika wakati huu you need to trust God. unahitaji kumtumainia Mungu. That period, Katika huo nafasi you are in a period called pruning. wewe ulikuwa na nafasi ya kuchongwa kidogo. Praise be to God. Bwana When you asifiwe. go to a tree, Unapoenda katika when miti, you are pruning a tree, you unapoichonga remove those flowers which are not doing good. unatoa yale maua ambayo sio mazuri. You are removing those characters. Wewe unatoa ile The characters tabia that mbaya, makes you not to grow well. Praise be tabia to ambayo God. haikufanyi kukua If it vizuri. is pride, you are Kama ni pruning that kiburi, pride. wewe unaondoa kiburi. Waiting season. Wakati wa kungoja. Praise be to God. Bwana If it's asifiwe. about maybe hunger or hungry, Ikiwa ni katika njaa, hasira. Praise be to Hasira. God. You have a lot of hasira in your life. wewe uko na hasira mingi kwa maisha yako. You are pruning that hasira. Wewe unaichonga kidogo. Praise be to God. Bwana You are asifiwe. removing that culture. Unaiondoa ile Removing tabia. that character. Unaondoa ile tabia Praise mbaya. be to God. Bwana asifiwe. But remembering that Lakini ukikumbuka you are chiseling, you are being chiseled away. ya kwamba unachongwa vizuri. Praise be to God. Bwana Those asifiwe. bad characters, Hizo tabia ambazo those sio bad sawa, habits, zile tabia they are being mbaya chiseled. zinaweza kuchongwa. Unanolewa, unakuwa mkali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise be to God. Bwana When you have asifiwe. been chiseled, Wewe ukawa umechongwa you vizuri, become sharp in your mind. wewe utakuwa mkali katika akili You zako. become thinkerful. Wewe utakuwa mtu You become kufikiria zaidi. thoughtful. Praise be to God. Utakuwa mtu wa To kufikiri be able zaidi. to conquer the challenges of life. Vile ambavyo utakaoshinda changamoto za maisha. Praise be to God. Bwana And asifiwe. when you look to the people who have been waiting for so long, Unapotizamia they watu have the wanaogoja spirit of zaidi, perseverance. wako na roho ya uvumilivu. Praise be to God. Bwana They asifiwe. have the spirit of long suffering. Wako na ile roho ya kungoja zaidi. Kuvumilia kwa muda, Kuvumilia kwa zaidi. mateso mengi. Praise be to God. Amen. Praise be to Jesus. Amen. Praise be to Jesus Bwana once again. asifiwe. At this period, Katika wakati huu, praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Let him work. Wacha yeye akatende kazi. Let him work for you. Wacha yeye akatende kazi Let kwa God niaba work yako. for your life. Wacha Mungu akutendee In kazi. that period of waiting, Katika hiyo majira ya allow kungoja, God to come and mend you. ukubalie Mungu akuja akaweze kutengeneza. Praise be to God. Bwana This is asifiwe. a very difficult moment. Hii ni wakati mgumu After zaidi. passing, you're still in a dry season and here you're waiting. Baada ya kupita You don't wakati have wakati food, you don't have job. Praise be to God. Bwana You're asifiwe. feeling like you are empty, you're feeling you are dry. Unahisi uko utupu Praise be wewe. to Jesus. Bwana But asifiwe. you are still waiting upon the Lord. Bado unamngojea Mungu. You're told by the pastor, let us come and fast and pray in the church. Unaambiwa na mchungaji, njoo tufunge na You tuombe come in the kanisani. church and you have nothing in the pocket. Unakuja kanisani They huna come and kitu say, mfukoni. let us give to the Lord. Na wakati mchungaji anasema The tutolee only Mungu, thing that you have is 50 shillings. kitu ambacho uko nacho You shilingi calculate is 50. the only thing that you need to eat in your house. Ndio pesa You need to travel to where you stay. unahitaji And you kurudi only kwenye have umetokea. only the 50 shillings. Na uko na shilingi And you 50. come and give your only 50 shillings. Unaweza kutoa shilingi yako 50. Praise be to God. Bwana It's a asifiwe. very difficult moment. Ni msimu ambao ni mgumu sana. Waiting season. Msimu wa kungoja. Praise be to God. Bwana If you could be asifiwe. Abraham, Ikiwa having waited for Ibrahimu all that long, haungengoja and you are blessed with that child, na Mungu angeubariki na and mtoto. after waiting for all that long, Baada ya kungojea kwa muda you are mrefu, told you'll be father of many nations. unaambiwa kwamba utakuwa baba wa mataifa. Behold that joy. Sikiza ile furaha. Praise be to God. Bwana The asifiwe. joy, you are the father of many nations. Wewe ni baba wa mataifa. Your seed will become blessed. Na baada ya Like the utakuja stars that you kubarikiwa. cannot even mention and count them. Na hauwezi hesabu hata nyota za mbinguni. Praise be to Jesus. Bwana asifiwe. It's a worthy cause. Hiyo ni ya muhimu zaidi. Praise be to God. Bwana asifiwe. The goal at this moment, Na Mungu katika wakati huu you should be able to learn the lessons. lazima ukuwe mvumilivu wa kujifundisha. Praise be to God. Bwana asifiwe. So that you don't wait anymore, but you wait upon the Lord. Ndiposa usingojee zaidi lakini umngojee Mungu. Praise be to God. Bwana You asifiwe. may be able to keep the right attitude. Unaweza kuwa na ile mtazamo mwema. Praise be to God. Bwana asifiwe. Towards life Kulingana na maisha and towards God. na kulingana na Mungu. Praise be to
Jesus. Bwana asifiwe. This is the moment of waiting. Hii ni wakati wa kungoja. You need to have the right attitude Lazima ukuwe na mtazamo mzuri. despite the challenges that you are passing through. Jalishi changamoto I unazozipitia. recall vividly in those days. Yeye anakumbuka To wear the zaidi. nicest suit that I bought after working for the Mjengo for the whole week. Yeye angenunua nguo mzuri ambayo baada ya kufanya kazi kwa wiki mzima. Praise be to Jesus. Bwana asifiwe. And come. Na aje And I could be able to, so people could look me, maybe I was looking good, I was looking handsome. watu wangemtazamia kwamba yeye ako sawa kabisa kwa mavazi. Praise be to God. Bwana But at asifiwe. that moment, the experience I had passed along the week, Lakini wakati ule ujuzi ambao amepitia katika juma nzima, I normally see some young people when you tell him, carry this 50 bag of cement. yeye anaona tu vijana wengine akamwambia Because when we were making this floor, the one that you are putting your feet on, hata wakati tulipokuwa natengeneza sakafu hii ambayo you are imewekwa the miguu, one mixing the ballast and the cement and the sand there. yeye ndiye aliyekuwa anafanya mchanganyiko wa You are zile with zote. Sylvester Mwalo here. Sylvester Mwala alikuwepo. And the pastor was here together with us. Mchungaji alikuwa hapa pamoja nasi. Praise be to God. Bwana asifiwe. I remember I could say maybe carry this 50 bag. Anakumbuka angeliambia mtu beba hii simiti. It was heavy for them to carry. Ilikuwa nzito kwa kubeba. Remember I was carrying a 50 kg bag from ground floor to the 7th floor. Nikumbuka alikuwa anabeba ile simiti And kutoka not chini only hadi once, saba the whole day. na siku mzima. Praise be to Jesus. Bwana asifiwe. I remember it was a very difficult moment. Anakumbuka ilikuwa wakati Very, mgumu very zaidi. difficult moment. Wakati But I mgumu kept zaidi. the spirit of waiting unto me Lakini alikuwa na roho ya kungojea and waiting upon the Lord. na kumngojea Bwana. Praise be to Jesus. Bwana asifiwe. Therefore, it came another season, Kwa hivyo ilikuja majira the nyingine, grinding season. majira ambayo ni ya kutengenezwa sawa, kusagwa The sawa, grinding season. majira ya kusagwa. This is the season, Hii ndio majira, a season of hard work. majira ambayo ni ya kazi ngumu, I may recall it a season of busyness. ama anaweza iita kwamba majira ya biashara. Praise be to God. Bwana asifiwe. A season where you are so busy, Majira ambayo wewe umeshikika you zaidi, cannot be held. wewe hauwezi shikika. Praise be to God. Bwana This asifiwe. is a season where you are too busy, you are making money here and there. Hii ni majira ambayo umeshikika, unatengeneza pesa hapa na pale. Praise be to God. Bwana When asifiwe. people look for you, Watu wanapokuangalia you cannot be found. wewe hauwezi patikana. Praise be to Jesus. Bwana asifiwe. But remember the book of Psalms chapter 95, Kumbuke katika kitabu cha Zaburi 95, 95 verses 4. mstari wa 4. Praise be to God. Bwana asifiwe. Praise be to God. Bwana asifiwe. World does not rest in the hands, but God's pace is the best unto you. Dunia haikai katika mikono, lakini Mwendo wa Mungu ndio nzuri mwendo kwako. wa Mungu ndio nzuri kwako. We will read that verse to Utajisomea ule explain mstari clearly. na ile itaweza kufafanulia vizuri. Praise be to God. Bwana asifiwe. That moment you don't have time to do everything. Wakati ule hauna nafasi yote ya kufanya kila kitu, But remember, lakini kumbuka, chase after God. wewe mfuatilie Mungu. Do not chase the worldly things and forget God. Usifuate vitu za dunia na usahau Mungu. Praise be to Jesus. Bwana asifiwe. The season of business here and there, Majira ya biashara hapa na it pale requires to have a proper planning of a schedule. inahitaji ukuwe na mipangilio mizuri. Praise be to God. Bwana asifiwe. When God has blessed you after waiting under dry season, Ambapo Mungu amekubariki God has kazi ya blessed kungoja you zaidi. with a certain job. Mungu amekubariki na kazi Do fulani. not be busy too much that you cannot even find room to come in the house of God. Usishikike zaidi ya kwamba hauna nafasi ya kuingia katika nyumba ya Mungu. Have a timetable, have a schedule, Uweza kujiwekelea mipangilio. have a list of things to do list. Wewe jiandikishe chini kwa vitu ambazo unastahili kufanya. Praise be to Jesus. Bwana asifiwe. When you wake up early in the morning, Unapoamka asubuhi you mapema, pray, you chant a prayer. unaomba Praise be to God. Bwana asifiwe. Before your feet comes down off your bed, kabla miguu yako ikanyage chini if you're too kutoka busy, ndani. tell God, God, protect my day. Ambia Take care of Mungu, me. siku yangu nitunze mimi. Praise be to Jesus. Bwana asifiwe. Praise be to Jesus Bwana again. asifiwe. Just chant a prayer before the Lord. Anza na maombi mbele ya Bwana. Praise be to God. Bwana asifiwe. Prepare a schedule. I need to meet Mr. So-and-so. I need to go to this shop A and B. Praise be to Weka God. mipangilio, nahitaji kwenda katika duka
hili na lile. Praise be to Jesus. Bwana I asifiwe. need to have activity of A and A to B. Lazima nifanye kitu moja, mbili, tatu. Praise be to Jesus. Bwana asifiwe. Therefore you don't so that you don't get out of the plan of God. Ndiposa usiweze kutokea nje ya mpango wa Mungu. Praise be to Jesus. Bwana asifiwe. Reorganize yourself Jipange mwenyewe and organize yourself. na ujipange zaidi. Have a list of priorities. Wewe eza kuwekelea mahitaji yako. Praise be to Jesus. Bwana asifiwe. Which one do I need to do priority? Ni kipi ambacho nahitaji kufanya? Which one should I prioritize? Ni gani ambayo inastahili kupanga mbeleni? Praise be to God. Bwana asifiwe. After that, Baada ya hayo, having been busy, kuweza kuwa umeshikika zaidi. praise be to Jesus. Bwana asifiwe. We have another season. Tuko na majira mengine. This season, the season of tests and trials. Majira ambayo ni ya majaribu. Praise be to God. Bwana asifiwe. You have been busy. God blessed you with the work. Umeshikika, Mungu alikubariki You na have been kazi. busy. Your business is booming here and there. Umeshikika, biashara yako It iko comes sawa another inawiri. moment of tests and trials. Na huo ni wakati ambao ni wa majaribio. Praise be to God. Bwana asifiwe. These tests will come in diversified ways. Haya majaribio itakuja katika njia mingi. Praise be to God. Bwana This asifiwe. is the hard time also. Hii ni wakati mgumu pia. But God knows. Lakini Mungu In the ajua. midst of all the trials, Katikati ya ile majaribu yote, He will make sure that you overcome. atahakikisha kwamba unaweza kutoboa. Read the book of, you shall write down the book of Galatians, Utaandika kitabu cha Wagalatia chapter 6 verses 9. 6:9. Praise be to God. Bwana asifiwe. And also write the 2 Corinthians, Na pia andika Korintho wa pili chapter 4 verses 17. 4:17. And also James chapter 1 verses 5. Yakobo 1:5. If you need comfort, Ikiwa unahitaji kukaa katika pale pazuri, let God be your comforter. acha Mungu akupatia pale pazuri. If you need strength Ukihitaji nguvu beyond yourself, zaidi yako wewe mwenyewe, let Him be your strength. wacha yeye awe nguvu yako. Praise be to Jesus. Bwana asifiwe. Fix your eyes on Him. Wewe tizamia yeye. Praise be to Jesus. Bwana At the asifiwe. time of tests and trials, Wakati wa majaribu, praise be to God. Bwana After asifiwe. every test, Baada ya kila jaribio will come victory. kutakuja kuwa na ushindi. Praise be to Jesus. Bwana asifiwe. Therefore, you cannot get that job without those tests. Kwa hivyo hauwezi pata kazi bila majaribu. You cannot get that wife without getting tested. Hauwezi pata mke bila kujaribiwa. Praise be to God. Bwana The asifiwe. ladies will come and test you. Wasichana watakuja na kujaribu. If you will fall, Ikiwa you will utaanguka, fall. utaanguka. If you will overcome the test, Ikiwa utashinda majaribu, you'll be able to overcome. na pia utajaribu, And you will come utashinda. and do the wedding there. Na utakuja ufanye harusi. Praise be to Jesus. Bwana asifiwe. Before I married her, Kabla yeye hajamuoa, praise be to Jesus, Bwana asifiwe. temptation came, Majaribio yalikuja. trials came. Majaribio yalikuja. Praise be to Bwana Jesus. asifiwe. So if you are a man, Kama wewe ni mwanaume, if you are a woman, ikiwa wewe ni if mwanamke, you are a mother, ikiwa wewe ni the mama, challenges will come. majaribu yatakuja. Temptations will come. Majaribio But it zaidi is yatakuja. upon you to fix your eyes on Jesus Lakini kwa kweli kutazamia to be Mungu, able to overcome them. kuweza kuyashinda. Praise be to Jesus. Bwana asifiwe. Praise be to Jesus. Bwana So asifiwe. in your weaknesses, Katika ule unyonge wako, fix your eyes on Jesus. tazamie Bwana. He's the God who understands Yeye ni Mungu auelewaye every temptation that you're passing kila through, jaribu every unalolipitia, suffering that you're passing kila through, mpigo ambao every unapitia, pain that you're passing through, chungu every unaopitia, weaknesses, sir. kila unyonge na udhaifu. Praise be to God. Bwana He asifiwe. understands them all. Anaelewa yote. Praise be to Jesus. Bwana Yesu I asifiwe. was sharing with my sisters making there Alikuwa anashiriki na dada the yake experience that they are passing through. ujuzi ambao unapitia. Praise be to God. Bwana asifiwe. Praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Whatever experience that you are passing through, Ujuzi wote ambao unaopitia, God will make you overcome. Mungu ataweza kufanya Praise mshindi. be to God. Bwana And you asifiwe. will become victorious. Na wewe utakuwa zaidi ya mshindi. Praise be to Jesus. Bwana asifiwe. Thereafter will come another season, Hapo pia kutakuja na majira nyingine. the spiritual warfare season. Hiyo ni majira ambayo ni ya vita vya kiroho. Praise be to God. Bwana asifiwe. Spiritual warfare season. Vita vya kiroho katika hayo majira. Majira ya vita vya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise be to God. Bwana asifiwe. This is also another warfare that we don't understand. Hizi ni vita ambavyo hatuelewi. Praise be to Jesus. Bwana asifiwe. Here you find yourself, you are trying to live for Christ. Unajipata mwenyewe unang'ang'ana kumwishia You are Mungu. trying to live a holy life. Unajaribu kuishi maisha Praise matakatifu. be to God. Bwana But you asifiwe. find your spirit is being pushed behind. Lakini unapata roho yako Trying to inasukumwa live a nyuma. holy life, Unajaribu kuishi maisha matakatifu. but the Satan is after you. Lakini shetani anakukimbiza. Maybe you are running 10 steps ahead
ahead, wewe unakimbia hatua 10 mbele, but you find you're being dragged maybe 12 steps behind. unajipata unarudishwa nyuma hatua 12 nyuma. Praise be to Jesus. Bwana asifiwe. Read the book of Ephesians, Soma wa Efeso chapter 6, verses 12. 6:12. Praise be to God. Bwana asifiwe. When you read about Job's story, Ukisoma historia ya Ayubu, praise be to God. Bwana asifiwe. He was a man who lived according to righteousness of God. Alikuwa mtu ambaye aliishi kulingana na maagizo ya Mungu. Praise be to God. Bwana He asifiwe. pleased God. Yeye alimpendeza Mungu. Praise be to God. Bwana But asifiwe. it reached a moment, Ilifika wakati he was in a spiritual warfare. alikuwa katika vita vya The devil kiroho. came and requested. Shetani alikuja na He may be able to take everything from him. akachukua kila kitu kutoka kwake. Praise be to Jesus. Bwana asifiwe. The devil comes and pick everything from you. Shetani anakuja anachukua kila kitu kutoka kwako. Pick the things that you love most. Vitu ambavyo wewe unavipenda zaidi. Praise be to Jesus. Bwana asifiwe. You are in a spiritual warfare. Uko katika vita vya kiroho. When you read the book of Ephesians, Unaposoma wa Efeso, the war that we are fighting, kadri ambavyo unavyoendelea kupigana, praise be to God, Bwana is asifiwe, not carnal. sio vya kimwili. Praise be to God. Bwana But asifiwe. they are spiritually. Lakini ni ya kiroho. Praise be to Jesus. Bwana asifiwe. Praise be to Jesus. Bwana And asifiwe. therefore you need to have the Holy Spirit to Lazima unahitaji kuwa na Roho Mtakatifu enable you to overcome those war. kukuwezesha kushinda vita. Praise be to God. Bwana asifiwe. Praise be to Jesus. Bwana asifiwe. And the spiritual warfare, Na vita vya kiroho you need to be spiritually alert. unahitaji kukua mwenye akili zaidi katika roho. Praise be to Jesus. Bwana You asifiwe. need to congregate with the people who are spiritually Lazima ukusanyike enlightened, na watu ambao wako who na are alive. wale Praise be ambao to wako Jesus. na hali nzuri katika roho. Wako hai kiroho. Bwana Yesu asifiwe. kiroho. Praise be to Jesus. Bwana So asifiwe. that to reveal the things that have been planned by the enemy. Ndiposa akaweze kufunua vitu ambavyo zinapangwa na mwovu. Praise be to Jesus. Bwana asifiwe. Because those things you cannot know them. Sababu zile vitu hauwezi You kuvitambua are busy outside there. kama umeshikika pale nje. Praise be to Bwana Jesus. asifiwe. Hallelujah. Haleluya. Therefore, after that, Kwa hivyo baada ya hiyo we are going to another season, tunaenda katika majira mengine, the happy season. majira ambayo ni ya furaha. James chapter 5 verses 13. Yakobo 5:13. Is anyone among us you in pain? Je, kuna mmoja katikati yetu ambaye ako na uchungu? Praise be to Jesus. Bwana asifiwe. Hallelujah. Haleluya. Is anyone among us you? Kuna mmoja katikati yenu, Praise be to God. Bwana asifiwe, Is in joy? ambaye ako na katika furaha? Praise be to God. Bwana Is asifiwe. anyone among you? Je, kuna mtu katikati yetu You may be able to call ambaye anaweza kupigia the elders. wazee Praise be to Jesus. Bwana To come asifiwe, and rejoice together. kuja akafurahia pamoja naye, Be it in troubles, ikiwa katika shida, be it in celebrations. ikiwa katika raha. Praise be to God. Bwana asifiwe. Most of us, Wengi wetu when we are in this season, tunapokuwa katika haya majira we forget the church, tunasahau kanisa, we forget the people who lay their hands unto us. tunasahau watu waliotuombea. Praise be to Jesus. Bwana asifiwe. You are moving with the waves. Unatembea tu na yale mawimbi. Praise be to Bwana God. asifiwe. Hallelujah. Haleluya. You're high here and there celebrating, making bashes here and there. Furahia hapa na pale na Praise be to kutembea Jesus. sherehe. Bwana It is asifiwe. about making your home. You have run to your home countries. Hiyo ni wewe umeteremka tu kule nyumbani, You have gone maybe to set a foundation for your house. umeenda kuanzisha msingi wa nyumba. You don't know there is somebody who prayed for you when you were down. Kuna mtu alikuombea wakati uko chini. There is somebody who needs to go and lay the foundation Unasahau there. kuna mtu ambaye anastahili kwenda It is kuweka about msingi. shifting. Maybe God gave you some blessing. You're shifting from one bedroom. You're going to another 2-bedroom house. Kwa nyumba ya chumba You kimoja. forget there is somebody who has been together with you in a dry season. Unasahau kuna mtu alikuwa naye katika majira ya ukavu. Praise be to God. Bwana asifiwe. Praise be to God once again. Bwana asifiwe tena. This season, Katika majira you haya need to remember God. unahitaji kumkumbuka Mungu. Praise be to Jesus. Bwana asifiwe. And live with Him, Na uishi pamoja naye glorifying God. na uweze kumtukuza. Praise be to Jesus. Bwana This asifiwe. is the season Hii ndiyo majira you need to draw closer to God. ambayo unahitaji kumsongea karibu To Mungu, lay your foundation. kuweza kuweka misingi yako. Praise be to Bwana Jesus. asifiwe. In God. Katika Mungu. Praise be to God. Bwana If asifiwe. it's about your family, Ikiwa ni kuhusu familia, pray to God to keep your family safer. omba Mungu akaweze kuiweka If salama. it's your foundation, Ikiwa ni msingi wa pray nyumba, to God to keep that house. ombea Mungu akaweze kuijenga Not to nyumba, bring bad omens. sio kuleta wakati mbaya. Nuksi. Praise be to God. Bwana asifiwe. Praise be to God again. Bwana If it's asifiwe. about that business, Ikiwa ni you kuhusu need to call men biashara, of God to come to bless that business. lazima uite watumishi wa Mungu Praise wabariki be to biashara. God. Bwana I asifiwe. saw some elders here and there Aliona wazee wengine hapa na pale running and maybe going to make some constructions. wanakimbilia
mijengo yao. Praise be to God. Bwana I don't know if they call you pastor to go and pray for those foundations. Kama ukaenda kuombea misingi, One thing that I pray, kitu ambacho yeye huomba, when I will be going to lay my foundation, wakati atakapokuwa anaenda kuanzisha misingi I may be yake, able to take the man of God kuwa na uwezo to go and wa pray for that Mungu, foundation. kwenda kuombea msingi Praise be ule. to Jesus. Bwana asifiwe. People build millions of houses Watu wanajenga nyumba mingi za mamilioni. za mamilioni. Praise be to God. Bwana But asifiwe. they never stay in those houses. Lakini hawaishi They katika hizo never nyumba. get good returns from those houses. Hawajawahi pata marejesho mazuri katika hiyo nyumba. Praise be to Bwana God. asifiwe. The reason, Sababu they started it bad offer. walianza kwa ubaya. Praise be to God. Bwana They asifiwe. never took the steps that are supposed to be taken. Hawakuchukua They never hatua took the stahili. priorities. Hawakuweka zile hatua zao mbele. Praise be to God. Bwana asifiwe. As I wind up, Anapomalizia I need you to examine yourself anahitaji ujichunguze currently. sasa hivi. What season are you experiencing? Ni majira gani ambayo Is it unapitia sasa? the dry season? Je, ni majira ya ukavu? Is it the waiting season? Ni majira ya kungojea? Is it the grinding season? Majira ya kusagwa? Is it the test and trial season? Ni majira ya majaribio? Is it the spiritual warfare season? Ni majira ya kiroho? Ya vita vya kiroho. Vita vya kiroho? Praise be to God. Bwana asifiwe. Or is it the happy season? Je, hiyo ni majira ya furaha? Praise be to God. Bwana I asifiwe. don't know what season are you in, Hatujui wewe ni majira gani ambayo uko nayo, but you know yourself better. lakini unajijua vizuri. Examine yourself. Jichunguze mwenyewe, Rejuvenate yourself. jitie nguvu The mwenyewe. Bible has told us clearly. Biblia imetuambia wazi wazi God is the one that created season. ya kwamba Mungu ndiye aliyeumba majira. Praise be to God. Bwana From the asifiwe. book of Genesis that we read, Kutoka kitabu cha Mwanzo when you tulichokisoma, go to the book of Ecclesiastes also, weka katika kitabu cha Mhubiri, God is the one who created season. Mungu ndiye There is aliyetengeneza season to majira, plant, there is season to na cultivate, majira ya kupanda na there kupalilia, is season to mourn, there is season to celebrate. na majira ya kulia na majira ya kushangilia. Praise be to God. Bwana You are asifiwe. the one to examine yourself. Wewe ndio mwenyewe wa kujichunguza. Which season are you in? Ni majira yapi ambayo umo? Go before the Lord. Endea mbele za Bwana. Keep the spirit of waiting unto you. Ekelea ile roho ya Get kuweza refined kupitia unto ndani the yako. Lord. Praise be to God. Endelea kumjulisha Mungu. When you are refined unto the Lord, Wewe ambapo unajitia get ndani ya to be Mungu. pruned before the Lord. Wewe acha utengeneze na Mungu. Praise be to Jesus. Bwana asifiwe. When you shall be refined, Wakati ambapo utakuwa sawa kabisa. praise be to God, Bwana God asifiwe. shall release that blessing. Mungu atawaachilia hiyo When He baraka. shall release that blessing, Atakapoachilia baraka, remember to serve God kumbuka kumtumikia Mungu together with that blessing. pamoja na hizo baraka. Praise be to God. Bwana Yesu I don't want to asifiwe. be Christians Sisi hatutaki kuwa Wakristo when we have everything. ambapo tukiona kila kitu We celebrate and we are here and there. tunasherehekea na tuko hapa na But pale. when we are in turmoil, when we are in the dry season, Wakati tulipo katika majira ya ukavu, we forsake God. tunamsahau Mungu. Praise be to God. Bwana asifiwe. All the season that you shall be in, Lakini majira yote ambayo utakayokuwa ndani, remember God. mkumbuke Mungu. Never give up in prayer. Usikate tamaa katika maombi. Praise be to God. Bwana asifiwe. Keep pushing. Endelea kusukuma. Pray until something happens. Omba hadi kitu kitendeke. God will give you that husband. Mungu ataweza kupatia God will mume. give you that job. Mungu atakupa kazi. God will give you that child. Mungu atakupa ule mtoto. God will give you that education. Mungu atakupa yale God masomo. will give you whatever thing that you pray. Mungu atakupa kila So kitu long ambacho as you unachokiomba. persevere in faith, Lakini tu bora uweze kuvumilia katika imani. keep your faith. Weka imani. Paul writes and says, Paulo anaandika I akisema, have run the race. nimekimbia Ndio. mbio hizi. Praise be to God. Bwana asifiwe. I have fought in the fighting. Nimepigana vita. Praise be to God. Bwana asifiwe. I won the fighting. Niliweza kushinda vita. I'm looking to be crowned. Ninatazamia kuvishwa taji. Praise be to Jesus. Bwana asifiwe. That crown, Ile taji you won't get it that easy. hautaipata kwa urahisi. Praise be to God. Bwana A asifiwe. typical example is now currently the political juncture we are in. Mfano mzuri ni katika wakati wa kisiasa ambao tumo ndani. Praise be to God. Bwana I asifiwe. want to make you awake. Nahitaji kuweza kufanya wewe ukaweze kuamuka. You look the way Ruto is running here and there. Kitazama vile naibu wa rais He's anapitia hapa facing na pale. difficulty and challenges here and there. Anapitia changamoto hapa na pale. Praise be to God. Bwana asifiwe. When you go to other side, Unapoenda upande mwingine, you find that Raila also is struggling here and there. unapata Raila pia anapigana pala He needs to mpale. sit on that seat. Anahitaji kukalia katika kile kiti. But behold, Lakini those who tazama, shall keep the faith, wale watakayoweka imani, those who shall keep struggling, wale watakaoendelea kung'ang'ana,
They are the ones shall become the president. Hao ndio They are the ones that shall be able to enjoy the blessings of God. Hao ndio watakao So kuwa keeping on and keeping on. endelea na kuendelea na Keeping on. endelea Endelea na zaidi. God shall be able to release Na Mungu the ataweza blessing kuachilia baraka that you are requesting. ambazo wewe May God unaomba. bless you so much. Mungu awabariki I'm sorry if sana. I've spent much of your time. May God Samahani nimetumia muda wenu mwingi. give me kindly. Hallelujah. Simame zote. Wow. I don't know whether you have heard something. Sijui kama umeweza kusikiza kitu. We serve a God of seasons. Tunautumikia Mungu wa majira. A season to plant, Majira ya kupanda, a season to weed, majira ya kupalilia, season to reap. majira ya kuvuna. But before reaping, you have to wait. Kabla ya kuvuna lazima ngoje. And once you have harvested, Na wakati ambapo utakuwa umekwisha vuna, a season of joy. majira ya furaha. And where or how are you going to behave Na je, wewe utaweza kukaa vipi in all these seasons? katika haya majira yote? And it is true. Na Each one of us, kila mmoja wetu, each one of us kila mmoja is wetu going through a season. lazima anapitia majira. Sio ni kweli? Is that true? Whether it is in marriage, Ikiwa itakuwa katika ndoa, whether it is at your place of work, ikiwa itakuwa mahali pako pa kazi, whether it is in your spiritual life, ikiwa katika maisha yako ya kiroho, whether it is in your family, ikiwa katika jamii, you are going through different seasons. wewe unapitia majira tofauti. But the word of God has said, Neno la Bwana limesema, don't forget the house of God. usisahau nyumba ya Mungu. Don't forget calling upon the name of the Lord. Usisahau kushikilia jina la Bwana In whatever season you are passing through, katika majira yote ambayo unapitia. our good Lord Bwana wetu mzuri is going to settle you, anaenda kukuweka sawa and you kabisa. shall enjoy the fruits of your labor, Wewe utaweza sherekea matunda ya mikono yako, because the joy of the Lord sababu furaha ya Bwana is our strength. ndiyo nguvu yetu. Keep pushing in the Lord, Endelea kusukuma katika Bwana, calling upon the name of Jesus. endelea kuliita jina la Yesu. Don't retire. Usichoke, Don't quit the race. usiondokee safari, Keep running the race. endelea kukimbia mbio, End of the day, na mwisho wa as a siku child of God, kama mwana wa you Mungu shall rejoice. utaenda kushangilia. Paul said, Na vile Paulo anasema, run the race. ninakimbia mbio, I've won the race. nimeweza kushinda, And now, na sasa hivi I'm waiting for the medal. ninamngojea kwake. Praise be to the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Haleluya. The time we are living on now, Wakati ambao tunaishi sasa hivi it's not the time for the weak. sio wakati ambao wa unyonge. I've got to fight. Lazima nipigane vita. Praise God. Bwana asifiwe. You know, Ndugu Wino, I will come at your place. Ndugu Wino, mchungaji atakuja mahali pako pa I'll kazi, tell you, bwana, leo ni kubaya, atakwambia it is bad today na unifungie kamfuko hivi. and you will give me a sack. Of course, nikifika kwa jamii yangu naenda nikibounce. When he goes to his family, he goes with I'm a serious father, I'm able to provide. kama baba wa kumaanisha ameweza kuleta kitu. Nakwambia tu kesho. He's telling you tomorrow. When I get it, Anapopata I forget you assisted me. anasahau ulimsaidia. When you ask me, Ukimuuliza, bwana pastor, ulisema pastor, you said you will do utapata something. utafanyia hivyo. When you get you will do Umekuaje? something. How is it? Napata mwalo sasa. Nakwambia Goes to nitakuona, then I go to mwalo now. Anaenda kwa mwalo. Kanajifanya hapa. Meshinda akinidai hapa. He's asking you for his Hallelujah. money every day. That is the nature of human. Hiyo ndio asilia ya binadamu. When you try to do good, Unapojaribu kufanya you mazuri, are still a bad person. wewe ni mtu mbaya. When you are a bad person, Wewe ni ukiwa mtu mbaya, you are a good person. wewe ni mtu mzuri. It's seasons. Hiyo ni majira tu. In church, Lakini in the kanisani, things of God, katika mambo ya Mungu, keep pushing. endelea Those kusukuma. of you that are here, Wenu ambao mko don't hapa, quit the word of God. usiondokee kazi ya Mungu. Don't quit the church. Usiondokee kanisa. Remember the church. Kumbuka kanisa. Remember God in your life. Kumbuka Mungu kwa maisha yako. Today we are walking with you. Leo tunatembea na wewe. When the Lord lifts you up, Bwana wakati atakapokuinua remember juu, where you came from. kumbuka pale ulikotoka. Oh, hallelujah. Haleluya. And guess what? Na
bashiri nini? Bible clearly says, Biblia inasema kwa wazi, honor your father, kwanza mtii baba yako honor your mother, na mtii mama yako, you may live many years. ndiposa kaweza kuishi miaka mingi. Their spiritual father, Kuna baba wa kiroho they are natural parents. na kuna wazazi wa kiasilia. Honor them, Watii, honor them. watii, Waheshimu, waheshimu, na waheshimu. waheshimu zaidi. Nasema waheshimu. I say honor them. Hallelujah. Hallelujah. Waheshimu. Honor them. He said, Alisema those people who prayed, wale watu walioomba. and I will use him as an example. Tamtumia kama mfano. I prayed with him Aliomba pamoja naye when he was going to Westlands. alipokuwa anaenda pale Westlands. I don't know how much he gave in church. Yeye hajui ni ngapi I don't know aliotoa what he got kanisani. in church. Yeye hajui ni kipi He was alikileta. traveling and was there with him. Alikuwa anapambana na alikuwa pale na yeye. And today, many years down the line, Na sasa miaka mingi iliyopita now God has raised him kidogo. Mungu ameweza kumuinua kidogo. I'm sure you don't carry the 9. I'm the one who carries now because you see, Sasa ni mchungaji ndiye anabeba yale mawe makubwa kuna makubwa. alama kwa mikono yeye yake. He has some scars on the Huyu sasa fingers. baby. Because he's not carrying that big stones. Then this is not the time for you to forget the church. Hii si ndio wakati wako kusahau kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Praise be unto God. Sam, najua unatoka mbali. Some I know you come from far. But when God blesses you with the katuktuk, Wakati Mungu atakubariki na tuktuk, don't now start saying usianze there's kusema no parking. hakuna pahali ya kuegeza tuktuk. I need a good place for parking. Nahitaji pahali mzuri ya kuegeza gari. Leta hiyo tukutuku hapa. Bring it here. Call us, let us lay our hands on it. Wewe leta tuweze kuwekelea mikono yetu juu yake. These dirty hands, Hii mikono michafu. many people have gone through it. Watu wengi wameweza kuipitia. Many of them have been blessed. Watu wengi wameweza kubarikiwa. Praise God. Bwana asifiwe. Paul said from the scripture, Paulo alisema kutoka kwa maandiko, we look poor, tunaonekana kuwa maskini, but we have made many rich. lakini tumeweza kutengeneza wengi matajiri. And I have no problem Na sina shida yoyote. when God lifts you up. Mungu anapokuinua juu, My joy furaha yake is to see my children ni kuona watoto wake excel in life. wakiwa wanapanuka kwa When maisha. you excel, Unapopanuka, I have excelled. yeye amepanuka pia. Praise God. Bwana asifiwe. When I'm pushed to the corner, Yeye anaposukuma katika I pembe, will pick a phone yeye atachukua simu and say, Ata, na atasema hata give me 5,000. nitumie 5,000. When you want to go and say, don't ask a question. Na usiulize maswali. Hallelujah. Haleluya. My uncle has just called, but I'm in church. Babake amempigia tu sasa hivi, lakini I know there is funeral at home. anajua kuna matanga kule nyumbani, mazishi. Abembelezi mimi. No, You know we have funeral. unajua tuko na matanga And I'm your father. na mimi ni baba yako. So my question is how much? Swali yake ni pesa ngapi? So akisema 500 na mimi nina 200, If he says 500 and he has I say in 200, 200, atamtumia I 200. call Sam. Anapigia Sam. I tell Sam, na mzee mkali. Naambia Sam, mzee is very much. Anataka 500 mimi nimetuma so mbili. He needs 500 but I have sent 200. Wewe tafuta moja. Yeye 500. anatafuta mbili, tatu anatuma. He finds 2, 3 cents. Lakini haitiki kila siku. But he doesn't ask for every day. So mimi pia sitaitisha kila siku. So he will not ask for every day. Amen. Amen. Lakini nikiwa na kitu, But when I have something, tena nikubembeleza. Haleluya. hallelujah. Wewe ingia kwa gari. Haleluya. Come. Mimi nikikosa gari, mbembelezi ule ana gari hapa. Oh yes. Hakuna. No. Oh, police. Funguo achilia mara moja na tena nisiongee mara mbili. Bana sikusumbui. Amen. Jana sijakusumbua, juzi sijakusumbua. Amen. Na ingine sijakusumbua. Amen. So when you get blessed to Andera, Unapobarikiwa ndugu Wandera, hiyo duka that shop, sati hapo. Kama Shop. haitoshi, if it doesn't fit him, itoshe yeye. it will fit this one. Kama haimtoshi, If it doesn't fit him, itoshe it yeye. will fit Roman. Kama yeye amejaa sana, If he is itoshe not too yule. big, he will fit that. Tuseme amen. Say amen. Yeah. Let us keep pushing. Acha tuendelee kusukuma. Hatutaendelea kuabudia under this tent. We will not continue worshiping under the tent. This is just but a season. Hii ni majira tu. For sure, there is. Kwa kweli najua When we pray what God shows us. tunapoomba kile Mungu anatuonesha sisi. No, when we went to the shop to buy this carpet, Tulipoenda katika duka I realized God is
anakumbuka ya kwamba Mungu anaitisha, anadai. God wants his house to be clean. Mungu anahitaji nyumba yake ikuwe safi. Amen. Amina. And to be beautiful. Na ikaweze kuwa maridadi zaidi. I said in the morning, alisema asubuhi, do something in the house of God. Fanya kitu kwa nyumba ya Mungu. Sawa sawa hiyo. Okay? Oino, sijui kwa nini leo nakutaja sana. Wewe na madam kitu, lakini utakuja kumintroduce kwangu maana bado sijui. Fanya kitu katika, do something in the house of God. Fanya kitu. Jackie, do something. Naona kwa mtandao TSC. Hii ni majira. TSC will be just a season. Hawezi kuwa mwalimu ukose kazi. You cannot be a teacher. God will confirm you. Mungu atakuthibitisha wewe. God confirms you. Na Mungu akikuthibitisha, don't walk out of that door. Usitoke nje. Remain in the church. Salia katika kanisa. Hallelujah. Hallelujah. You young people, I'm looking. Nyinyi vijana na watizamia nyinyi. Nashinda nikisumbua metrin. Leo sitakusumbua. Let me give you a break. I always disturb metrin, but today I'm looking up to you. Na watazamia nyinyi. Nyinyi ndio nguvu zetu. Amesema in the morning tunaenda. By the way, I said asubuhi we are going. Tunakaa vijana lakini they look like young people but wengine tuko na wajukuu. They are gentlemen enough. Ukituona tu hivi hapa. My friend, sisi tunaanza kuingilia hapa. Tukiingilia hapa, nyinyi naye muwe mmefika hapa. Tukidrop nje pap, mwingine pale anasema Bwana asifiwe. Mzee anaenda retire lakini sisi tuko hapa. Ama ni aje? Oh yes. Lakini mkianza kuchoka hivi, na tunafunga, tunaomba, when God bless you with a job, sasa una earn 50,000. Sasa unaenda Valley Road. Valley Road ndio waliombea wewe. Sina chuki na Valley Road, lakini waliombea wewe. Hallelujah. Nimehangaika na wewe wakati unatembea kiatu imekaa hivi. Ukienda Bata ununue kiatu 7,000, sasa unasema sio siwezi vaa nikienda church. My friend, wear that shoe and come here. Amen. Amen. Kama hii kiti sio mzuri, nunua mzuri, leta. Hizi tutabariki na tukalie. Amen. Kama hii kiti ya pastor imezeeka sana, kuja ondoa, nunua ingine nzuri. Replace. I remember when I was growing up, our home did not have a fence. Hiyo sama hajui. Our home did not have a fence. So I started planning. Nikitembea nje naona fence za wengine nachuna, nakuja napanda. Nguvu ya mzazi kwa boma ni mtoto. Mnanisikia? Hapo naongea kama mzee. Sijui kama niko kwa mtandao, but it's okay. Nguvu ya mzee ni mtoto. Nyinyi mkifaulu, hakuna mtu atatisha mimi. Oh, hallelujah. Umeona MCA pale ambaye anataka UMCA, wanaingia kanisani 30 minutes. But today, he was able to sit here until the service ended. Isn't it? Because we realize these are very serious people. Kwa sababu walitambua hawa ni watu wa kumaanisha. We are preaching very serious. Tunahubiri tukiwa tunamaanisha. We are praying very serious. Naomba tukiwa tunamaanisha. We did not give him time to preach here. Muda kuhubiri hapa. He told him we are not politicians. Mwambia si wana siasa. Give you 2 minutes to say what you want. Kamili useme kile ungependa kusema. We told him not to give us money. We don't asitupe hela pia. Let him buy something in the church. Wacha ninunue kitu kwa hekalu la Mwenyezi Mungu. Umeona nikileta hapo mwanasiasa. You ever seen bring us politicians? Since I started being honest with you. Anakuwa kweli na I have voted in many elections. Nimepiga kura. Mimi sijawahi kula pesa ya mwanasiasa hata shilingi 100. Eat even 100 shilling of a politician. Never taken even 100. Sijawahi hata shilingi 100. Zinapeanangwa. I don't know what time do they issue them. I have never seen. Sijawahi ziona. And I will not encourage it here. Pia sitaitia. If they come, let's worship God. Kama watakuja, wacha waabudu and pray for them. Wacha tuwaombee. They can give an offering. Wacha watoe sadaka yao. But not to buy a pastor shoe. Kinisikunulia mchungaji kiatu. Utakutana naye atakwambia mimi nikunulia kiatu. Watu wako hawakupigia kura. You never voted for me. Sitaki kusimamishwa na hao watu hapa. I don't want to be told the same outside there that you vote for me as so what are we saying? Tunasema nini? Persistence. Ile kufululiza. You are going through seasons. Kupitia hayo majira yote. God is restoring you. Mungu anakurejesha. Because the year 2020. Sababu mwaka 2020 year of restoration. Mwaka wa urejesho. We want to pray. Tungependa tuweze omba.
together with kwa you. pamoja nawe. The God of hosts will bless Bwana us. wetu wa majeshi, Somebody lift up your hand. inua mkono yako juu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru Bwana, tunakuabudu Mungu wetu. Nakushukuru kwa sababu ya neno lako ambalo limetutia moyo, ya kwamba Bwana tunapita katika majira mbalimbali, majira ya ugumu, majira ya unyevu, majira ya jua, majira ya kiangazi. Yote tunapopita Baba, tushikilie wewe, tukutegemee wewe na tubaki kanisani, tukuite ewe mwamba, Mungu usiyebadilika. Na neno lako limeahidi ya kwamba tukikuita utaitika, utatubariki Baba na utatuinua. Kwa jina la Yesu naombea hata mnenaji wa neno lako, Bwana Yesu, mpake mafuta tena, vijana hawa pake mafuta katika jina la Yesu Kristo. Naombea wandugu walio hapa, wanadada walio mahali hapa, Mfalme Bwana Yesu, tunawaombea neema ya Bwana iwe juu yao, kibali cha Bwana kiwe juu yao, ushindi wa Yesu Kristo uangukie, kwa maana wewe ni mwaminifu. Waondokapo mahali hapa Baba, wacha wahesabiwe kuwa wabarikiwa, wamebarikiwa katika jina la Yesu. Asante kwa kuwa wewe ni mwema, na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mungu wetu tunaomba na hata kuamini. Pigie Yesu makofi ya shukrani.